Na mtazamaji, unafahamu kwamba Aprili 20 mwaka huu 2024 wekundu wa Msimbazi Simba katika hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika wanakwenda kumenyana dhidi ya Stellenbosch kutokea kule nchini Afrika Kusini, na mnyama Simba ndiye mwenyeji wa mchezo huo. Na mara baada ya kutamatika kwa mchezo wa robo finali na wao kuweza kufuzu, serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo walitangaza kufungia uwanja wa Benjamin Mkapa ambao mara zote ndio umekuwa ukitumika kwenye mechi kubwa za namna hiyo. Lakini isivyo bahati, baada ya pale serikali imeufungia uwanja huo na kwa lazimu pia watumiaji wa uwanja huo, kwa maana Simba Sports Club, kuanza kufanya mawasiliano kutafuta uwanja mwingine. Sasa mtaka kufahamu, taarifa zimekuwa nyingi kuhusiana na uwanja wa New Amani Complex. Inakuwaje? Simba wanakwenda kucheza mchezo huo ama pengine kuna taarifa nyingine ya tofauti? Kutokea kule visiwani Zanzibar kwenye shirikisho la soka visiwani Zanzibar ZFF, naungana na msemaji wa shirikisho hilo Isa Chiwile kwa njia ya simu hapa, atuambie namna gani ambavyo pengine mawasiliano ya klabu ya soka ya Simba kuhusiana na kutumika kwa uwanja wa New Amani Complex kwenye mchezo wa nusu finali wa kombe la shirikisho barani Afrika, ambao wao watakuwa wenyeji dhidi ya Stellenbosch ya kule nchini Afrika Kusini kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza hatua ya nusu finali unatarajiwa kuchezwa Aprili 20 mwaka huu 2025. Chiwile. Salamu alaykum. Wa alaykum salam kaka, vipi? Salama tu. Kwema bwana? Kwema kabisa. Kwema madogo. Naam bwana Alhaji. Vipi habibi? Maka lini bwana? Wewe ni Alhaji ambaye ulienda Maka wala Umra? Mimi ni Alhaji ambaye sijaenda Maka wala Umra. Safi bwana. Nimekupigia kwa nafasi ya msemaji wa ZFF. Naam, ndiye mkuu. Mtupe brief pengine kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch ambayo kimsingi taarifa zinaeleza kwamba unakwenda kuchezwa New Amani Complex. Kwenu kama ZFF, taarifa hii mmekwisha kuipata na pengine kuna maandalizi yote ambayo mmekwisha kuyaanza ama bado hamjapokea taarifa hiyo? Sisi kawaida timu ambayo inataka kucheza mechi Zanzibar ndio huwa inatuma maombi, na sisi tumepokea maombi mara 2 kutoka kwa Simba. Hiyo mechi ya Almasiri pia waliwahi kuleta maombi huku. Ndio. Ya kutupa alert kwamba wanaweza kutumia huku ama kwa Mkapa. Ndio. Kwa hiyo wanatuletea hiyo, lakini pia hii ya sasa hivi nayo pia tumepokea maombi. Ndio. Lakini sisi hatuna ile 100% ya kuzungumza hili, kwa sababu sisi tunachofanya ndio ni ku-link, yani sisi tunachofanya ni kutoa link baina ya timu ambayo inaomba ndio na wasimamizi wakuu wa uwanja, kwa maana ya wizara kupitia idara ya michezo. Sawa. Kwa hiyo wao wanapotuletea sisi barua, tunaandikia barua idara ya michezo, ndio tunawakutanisha na klabu husika ambayo ni Simba wenyewe. Wao wanazungumza sasa, baada ya kufanya mazungumzo yao na kukubaliana kwenye hatua zote, ndio hatua ambayo inafuata sasa ni wao Simba wenyewe kuja kutangaza rasmi kwamba mechi yao wataicheza hapa ama wataicheza sehemu nyingine yoyote. Sawa. Kwa sisi tumepokea kweli hayo maombi. Ndio. Na tumeshaunganisha Simba na serikali. Sawa. Kwa hiyo tunachosubiri sasa ni Simba wenyewe kurudi tena wamekubaliana vipi ili sisi tuwape usaidizi kwenye baadhi ya mambo. Unajua unapokuja sehemu lazima ukutane na wenyeji. Sawa. Kwa sisi tunawapa usaidizi katika operation za mechi, lakini mambo mengine uratibu kukubaliana na kuwa ni baina ya Simba na serikali ambao ndio wamiliki wa uwanja wa Amani Complex. Sasa manake hata kabla ya mchezo huu wa nusu finali, hata mchezo wa robo finali walishatuma maombi kwamba ingetokea uwanja wa Benjamin Mkapa usingetumika, basi wangetumia uwanja huu wa New Amani Complex. Kwa sababu nafikiri wakati mechi inapangwa iliwahi kutoka taarifa kutoka TFF kwamba ule uwanja umefungiwa. Sawa. Kwa hiyo wakati uwanja umefungiwa walikuja huku, na alikuja pia mwakilishi kutoka CAF ambaye alikuja kuangalia na akathibitisha kwamba uwanja huu unakidhi vigezo vyote vya kutumika kwa michuano yoyote ile ya kimataifa kwa ngazi yoyote. Sawa. Kwa hiyo mara hii pia wamekuja tena baada ya Simba kutuma kwetu maombi. Kawaida wanatuma pia na mwakilishi ambaye anakuja, na mwakilishi wa CAF pia alikuja na amethibitisha kwa mara nyingine tena kwamba yale marekebisho ambayo waliomba yafanywe serikali imeshayafanya na uwanja uko vizuri. Kwa hiyo sio Simba, timu yoyote tutaikaribisha
uwanja upo kwa ajili yao. Sasa kwenu kama ZFF ni fahari kiasi gani pengine nafasi hii, kupata nafasi ya kupokea mchezo wa nusu fainali ya kombe la michuano mikubwa kama kombe la shirikisho barani Afrika? Kwa sisi ni fahari kubwa kwa sababu ni miaka mingi imepita tokea timu zetu kama Malindi ambao waliwahi kufika hizo hatua za juu huko kuchukua mchezo wao hapa. Kwa hiyo kwa miaka ya hivi karibuni hatujapata hiyo bahati ya kuwa na mchezo wa kimataifa mkubwa. Kwa hiyo kwetu sisi ni fahari kubwa mno. Mara mwisho walikuja Yanga hapa katika hatua za awali walicheza. Sasa lakini kwa sasa hivi Simba utakuwa ni mchezo wa kwanza ambao unakuja kuchezwa pia kwa mara ya kwanza baada ya uwanja kufanywa maboresho makubwa. Sasa sisi tunafurahi na tuna imani wapenda soka wa Zanzibar pia watakuwa wako very proud na hilo, na watakuwa wako tayari kusupport timu hii ambayo inawakilisha nchi yetu hii ya Tanzania. Sasa na kwa sasa New Amaan Complex manake ni nyasi asilia. Kuna nyasi wanaita hybrid, ni mchanganyiko wa majani na nyasi asilia. Okay. Kwa hiyo ni kama ambazo zipo kwenye uwanja wa Taifa, ndizo ambazo ziko hapa. Sasa ni nyasi ambazo pia wenyewe kafu wanazihitaji. Kwa hiyo tunazo sisi. Sasa basi mimi nikushukuru sana Chiwile, na pengine tutakapopokea taarifa rasmi kutoka Simba, manake hapo mnachosubiri sasa ni Simba wamalizane na wizara warejee kwenu sasa mwape ushirikiano. Hicho ndio ambacho tunakisubiri kwa sasa hivi. Basi hamna shida, chochote kitakachoendelea basi tutawasiliana, manake siku zimesogea. Inshallah, nakushukuru pia. Haya, asante sana Chiwile.